Papa Francis, mambo sita ambayo huyajui kuhusu kiongozi huyu wa kidini. Papa Francis, mzaliwa wa Jorge Mario Bergoglio, ni mtu wa kwanza wa Amerika Kusini kuhudumu kama mkuu wa kanisa Katoliki la Roma kwa miaka 12. Alizaliwa huko Argentina. 1. Hakuzuru nchi yake wakati wa miaka 12 akiwa papa. Papa Francis hajawahi kutembelea nchi yake ya Argentina katika miaka 12 ya uongozi wake. Francis ametembelea nchi 4 kati ya 5 zinazopakana na Argentina. Miezi mitatu baada ya mkuu huyu wa kanisa, alifunga safari yake ya kwanza kwenda Brazil mnamo mwaka 2013. Alikwenda Bolivia na Paraguay mwaka wa 2015 na Chile mwaka 2018. Pia alizuru katika baadhi ya nchi za Amerika Kusini kama vile Cuba, Ecuador, Mexico na Peru. Hata hivyo, suala la kwa nini hakurudi nyumbani limekuwa swali ambalo limekuwa likiulizwa kila wakati. Hii inadhihirisha kwamba uhusiano mgumu wa Papa Francis na nchi yake. Ingawa kuna watu wengi wanaovutiwa naye, wengi wanamkumbuka kama mtu mwenye utata. Papa Francis amekuwa akitoa majibu yasiyoeleweka kila mara alipoulizwa kuhusu safari yake ya Argentina. Nataka kwenda, ni watu wangu, lakini bado sijapanga. Kuna mambo mengi ya kusuruhishwa kabla ya hapo, alisema mnamo Septemba 2024. Papa Francis hata hataki safari yake itumike kwa madhumuni ya kisiasa, alisema msaidizi wake wa karibu Gustavo Vieira. Vera alisema Papa alikuwa akifahamu kila mara kile kinachotokea nchini ya Argentina na alijadili kila kitu. Vieira alisema angeenda Argentina tu wakati anahisi anaweza kuwa chombo cha kuleta umoja wa kitaifa na kuwaunganisha wa Argentina. Namba 2. Aliwahi kuwa mlinzi wa klabu ya usiku, yani bouncer. Bergoglio alikulia Buenos Aires, mji mkuu wa Argentina, na alimaliza elimu yake ya sekondari na kujipatia diploma yake katika somo la kemia. Baada ya kupata shahada ya theolojia, somo la imani za kidini, aliendelea kufundisha fasihi na saikolojia. Katika mahojiano aliyofanyiwa mwaka wa 2010, alisema kwamba babake alimshinikiza apate kazi akiwa na umri wa miaka 13 na hata akapanga afanye kazi katika kiwanda cha nguo. Miaka michache baadaye, akizungumza katika kanisa moja huko Roma, alisema kwamba alikuwa amefagia sakafu na kufanya kazi ya kuweka usalama katika klabu ya usiku. Alisema pia alifanya kazi katika kiwanda cha kusindika chakula. Namba 3. Ni shabiki mkubwa wa soka. Papa Francis ni shabiki mkubwa wa klabu ya soka ya San Lorenzo de Almagro ambayo ilishinda Copa Libertadores, shindano la kifahari zaidi katika kandanda ya vilabu vya Amerika Kusini, kwa mara ya kwanza katika historia yake ya miaka 106. Alipoulizwa, je, ushindi huu unatokana na msaada wako? Alisema, nina furaha sana, lakini ushindi huu sio muujiza. Papa Francis amekutana na magwiji wengi wa soka. Mechi 4 kati ya za ngazi ya juu za soka ya Italia zilizopangwa kufanyika Jumatatu ya Pasaka ziahirishwa kufuatia kifo chake Papa Francis. Namba 4. Anapenda usafiri wa basi. Papa anapenda maisha rahisi. Hata gari analosafiria linaonyesha maisha yake rahisi. Baada ya kuchaguliwa kuwa papa, alipanda basi moja kwa moja na makardinali wake. Papa Francis ameweka wazi kuwa anapendelea magari ya kawaida kuliko magari ya kifahari. Kabla ya kuwa papa, mara nyingi alisafiri kwa mabasi na treni za chini ya ardhi za jiji. Alipokuwa akisafiri kwenda Vatican, alisafiri kwa kutumia treni ya tabaka la chini.
Siku moja kabla ya kifo chake, alikwenda kwenye uwanja wa St. Peter's Square, akiwapungia mkono na kuwasalimia watu akiwa kwenye gari la Pop Mobile lilokuwa mgongo wazi. Namba 5 ni mcheshi. Papa Francis anajulikana sana kwa kuwa mcheshi pamoja na hoja zake za kijeshi za kejeli. Mwaka jana 2024, programu iliandaliwa kwa kuwaalika zaidi ya wacheshi 100 kutoka nchi 15 hadi Vatican. Papa Francis aliwaambia kwamba amekuwa akiomba kila siku kwa zaidi ya miaka 40, Mungu nipe ucheshi mzuri. Thomas More, ambaye alifungwa gerezani katika karne ya 16, pia alisali sala hiyo. Baadaye akawa mtakatifu wa kanisa Katoliki. Namba 6. Ana ufuasi mkubwa mtandaoni. Papa Francis alisema mwaka wa 2018 kwamba mtandao ni zawadi kutoka kwa Mungu. Alisema kusimamia ni jukumu kubwa. Papa Benedikti wa 16 ambaye alihudumu kabla ya Papa Francis alifungua akaunti kwenye jukwaa la wakati huo la Twitter, sasa X, mwaka wa 2012. Hata hivyo, akaunti hiyo ilipata wafuasi wengi baada ya Francis kuwa papa. Papa alikuwa akichapisha maudhui yake kwa lugha 9 na alikuwa na wafuasi zaidi ya milioni 50. Akaunti ya Papa ya Instagram ina wafuasi milioni 9.9. Amesema teknolojia mpya haziwezi kuchukua nafasi ya mahusiano ya kibinadamu. Kabla ya kifo chake pia alichapisha ujumbe wake kwenye X siku ya Jumapili ya Pasaka.